Yes, habari vipi mtazamaji wa Kemgongo TV? Zipo sehemu mbalimbali za kutafuta habari, lakini unapotaka habari sahihi ni kuichagua Kemgongo TV. Asante kwa kutuamini na kutupa nafasi kubwa kutufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini kwa sasa karibu ndani ya kipindi cha Sport Kick. Kipindi ambacho kinaangazia habari za kimichezo, na hapa tumeyafumbata mengi. Kikubwa ni kuhusiana na ratiba iliyotolewa na ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, ama ratiba ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara iliyotolewa na TPLB, bodi ya ligi kuu nchini Tanzania, ambapo ratiba imekuja bana baada ya kusubiri kwa muda na kwa hamu kwamba pengine dabi tukaishuhudia Disemba. Imeota mbawa hadi mwaka 2026. Kwa mwaka huu hatutaona dabi ya Kariakoo hadi mwakani. Ratiba ikoje? Tutakuja kuzungumza hapo kwa uzuri, lakini kwenye headline tutakuja kuzungumzia kwa uzuri tena kuhusiana na Young Africans, maandalizi yao kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika hatua za makundi, na leo wameng'oa nanga kuelekea Zanzibar katika maandalizi yao ambapo watatumia uwanja wa New Aman Complex. Wakati Simba nao tayari umetangaza wiki la hamasa kuelekea mchezo wao wa siku ya Jumapili dhidi ya timu ya Petro di Atletico di Luanda ya pale Angola. Tuna mazuri mengi ya kuzungumza. Mwenzangu ni Damian Haule, mimi ni Charles Fabian. Hii ni Sport Kick ya Kemgongo TV. Damian, habari ya uzima? Salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko poa. Vipi kwako bwana? Mimi mtaji uzima upo, afya ipo pia, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Naam. Tupo ndani ya Sport Kick na moja kwa moja tuanze kuziangazia habari ambazo mdau na mtazamaji wa Kemgongo TV tumemgusia. Moja ya kitu ambacho nimemdokeza kuhusiana na ratiba ambayo imetolewa na bodi ya ligi hapa nchini Tanzania. Nazungumzia bodi ya ligi kuu, ambapo imezungumza kwamba ratiba ambayo mlikuwa mnaijua siku zote hizi ambazo tuliweka kwa sababu za 2-3 hizi ambazo zilitokeza hapa, ikiwemo kupisha kalenda ya FIFA, ikiwemo mambo ambayo yalijitokeza hapa katikati Oktoba, wakaamua kusogeza mbele. Na ukijaribu kufuatilia ratiba vizuri ambavyo imetoka, ratiba inarejea Disemba 3 Yes. Disemba 3 tutaona TRA atacheza na Simba, mechi ambayo Simba alikuwa amesafiri Oktoba ile. Ndio. Alikuwa amesafiri hadi Tabora, lakini bahati mbaya mambo yakawa sivyo. Lakini tuziangazie Simba na Yanga hizi ambazo bana dabi hatutaishuhudia kwa mwaka huu ya Kariakoo. Labda tushuhudie dabi zingine za mataifa mengine. Lakini dabi ya Kariakoo hatutaishuhudia kwa mwaka huu. Ratiba leo inaonyesha Machi 1 Simba atakuwa mgeni katika mchezo wake wa kwanza wa dabi katika msimu wa 2025-26 dhidi ya Young Africans ambao watakuwa ni wenyeji wa mchezo huo. Lakini Mei 3 Simba atakuwa nyumbani dhidi ya Yanga kwa mujibu wa kanuni. Kuacha kuchezeshwa kwa dabi ama dabi kusogezwa mbele kunawapa nguvu ama muda walimu hao wote wapya ambao Dimitar Pantev kutoka Simba, Pedro Goncalves tokea Yanga kujisoma vizuri na kulisoma joto la upinzani lilopo. Sahihi. Ni kweli ukiangalia ratiba jinsi ilivyotoka unaona kabisa ni kipindi kirefu ambacho Simba na Yanga watajiandaa vizuri. Unajua hizi mechi zinahitaji maandalizi, lakini pia hapa katikati mechi hizo watakuwa wanajiandaa na mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo wameona wasogeze mbele ili kuweza kupata muda mzuri wa kujiandaa, kusitokee kisingizio chochote kile kusema kwamba ratiba imebana na nini na nini. Lakini ile jambo ambalo tulizungumzia hata wiki iliyopita kwenye swala la ratiba, na of course wamekuja na solution, wamepeleka mbele mpaka 26 March mwakani kwa maana, ama sivyo? Kwa hiyo hii inaleta mwitikio mzuri kwa mashabiki, kwa wanachama, lakini pia kwa viongozi kuweza kujipanga vizuri ili kusitokee kisingizio chochote kwamba walikuwa hawajapata ratiba nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani ni jambo zuri ambalo wameliona bodi ya ligi na wamelifanikisha, kwa hiyo ni kitu kizuri. Okay, sawa. Tukiziangazia timu hizi ambazo tuliona baadhi ya wachezaji wana changamoto. Ukipeleka mwezi wa 3 pengine tukaona wachezaji wengine ambao hawakuwa fiti katika muda huu ambao sasa hivi kuelekea dabi, kwa sababu zilikuwa taarifa labda kwa mfano kuhusiana na Baka kwa adhabu ambayo alipewa kutokana na mechi ya Mbeya City na Yanga. Watu wakanasema Baka ameikosa dabi. Unaona? Kwa sababu ilikuwa tarehe tayari tulishaijua Disemba 13. Sawa. Lakini kwa sasa imeenda hadi mwezi wa 3 mwakani. Hii itawafanya wachezaji hawa kujilinda kwa kiasi gani
kwa sababu unajua unaweza kufanya makosa mwezi wa pili yakakuadhibu hadi mwezi wa tatu kabisa. Hii kwa wachezaji inawapa kitu gani hasa kuijua ratiba, na wengine ambao walikuwa na makosa ama wengine walikuwa kwenye majeraha, kujilinda kwa kiasi gani kuweka heshima tena kwenye dabi ya Kariakoo? Kwa sasa hivi bodi ya ligi imekuja na panga ambalo linanoleka kweli na linakata. Kwa sababu ukiangalia katika mechi ambazo tayari kuchezwa mechi 6 takriban, lakini wengine wana 3, wengine wana 5. Kwa hiyo ukiangalia na jinsi bodi ya ligi walivyokuja, ukifanya masihara kidogo unakula adhabu. Kwa hiyo kwa Yanga walipata adhabu hiyo ambayo Baka alipata adhabu ya mechi 5 mpaka sasa hivi, lakini nadhani sasa hivi ametumikia mechi kama ngapi? 2 3. Ametumikia kama mechi 2. Ametumikia mechi 2. Kwa hiyo bado mechi 3. Kwa hiyo nadhani watapata muda mzuri pia wa kumaliza adhabu yake na atarudi katika majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo na wale ambao pia wameumia itawasababishia pia kupata kupona majeraha yao, mwisho wa siku kupatikana katika michezo ambayo imekwisha kutengenezwa na imekwisha kupatiwa kalenda. Kwa hiyo mimi nadhani kwa hili ni jambo zuri ambalo tulikuwa tunalisubiri kwa muda mrefu. Tumeona pia baadhi ya magolikipa kama golikipa wa Simba Kamara yule atakuwa nje zaidi ya miezi 2.5 mpaka 3. Nadhani anaweza pia akawepo kwenye dabi labda ya pili ile ambayo itakuwa ni ya mwisho Mei. Yes, ya mwezi Mei. Kwa hiyo nadhani kwa hichi hatuna cha kuongeza. Mradi tumeshaona na timu zijiandae vizuri, basi mambo yatakuwa vizuri zaidi. Cha mwisho kabisa kuhusiana na ratiba ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara, tuangazie kuhusiana na namna ambavyo msimu uliopita na msimu huu mambo yalivyokuwa, ama mambo ambavyo yatakuwa kwa msimu huu. Msimu uliopita tulishuhudia NBC kiamliwa siku ya mwisho dabi ambayo pia ilikuwa inatoa matokeo ya moja kwa moja, mmoja kuchukua taji, mwingine kuchukua nafasi ya pili. Kwa sasa hivi mchezo wao ambao unawakutanisha utakuwa tunaelekea kwenye kufunga ligi, kwa sababu ukiangalia ratiba tarehe 29 kama sikosei Mei ligi tamatika. Ndio. Na tarehe 3 Mei Simba na Yanga wanakutana. Kwa minajili hiyo kufikia Mei 3 unadhani pengine tunaweza tushajua bingwa, ama tena hapo inaweza katokea kwamba atakayefungwa anaweza katupa taswira kwamba huyu sasa kwa kuwa amepoteza pointi 2 hapa kwa mwenzake kama 3 pengine atajirudi baadaye katika mechi zilizobaki. Ni kweli kutokana na ratiba hiyo mwezi huu ambao wanakutana mechi ya mwisho ya dabi ndio mwezi ambao ligi inakwenda kuisha. Maana yake kuna bingwa anatangazwa. Maana yake kuna bingwa anatangazwa katika mwezi huo. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni moja ya mechi ngumu, kwa sababu tunajua hizo timu zetu kubwa ambazo zikikutana zinakuwa na mambo mengi sana, na mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea. Lakini pia ukiangalia katika kimatokeo msimu jana tuliona Simba ambayo pia wamekuja kucompete, wamekuja wakitaka pia ubingwa. Wamepoteza ubingwa katika mechi ya mwisho ya maamuzi. Lakini kama kungekuwa kuna gap, kungekuwa kuna muda zaidi wa kufanya wa mechi nyingine, nadhani mpinzani mwingine anaweza akapoteza na huyo akaja akachukua title. Lakini haikuwa hivyo kwa msimu jana. Tuliona jinsi mechi zilivyokuwa ngumu. Ukipoteza tu basi mwenzako yeye anakuja anashinda. Almost wacheza mchezo kama 10 bila kupoteza, bila kuruhusu mabao mengi. Kwa hiyo ni ligi ambayo ni ngumu kweli. Mtu anaweza akawa anacheza vizuri katika mashindano ya kimataifa, lakini anapokuja ndani kwenye mashindano ya NBC unakuta anapoteza, anadraw. Unashangaa kwamba hii timu si inafanya vizuri nje na inafunga Giant, imekuaje? Kwa hiyo ni moja ya ligi ngumu na ligi pendwa ambazo zimekuja na utofauti. Sasa hivi huwezi kujua pia bingwa atakuwa nani kutokana na mechi ambazo zimechezwa. Kwa hiyo tukishafikia huo muda wa mwezi wa 5 tutajua sasa bingwa atakuwa nani kwa pointi ambazo mtu atakuwa amejishindia. Okay, sawa, tulikuwa tunatazama kuhusiana na ratiba ambayo imetolewa na bodi ya ligi, lakini nikukumbusha mtazamaji wa Kemgongo TV namna ambavyo ngarambe ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara itaanza. Nikupatie kidogo ratiba ya mapema tu katika mwezi Disemba, ambapo baada ya ratiba hizi za klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho Disemba, ligi kuu ya kandanda Tanzania bara itarejea tena. Nikupatie ratiba kwa ufupi tu hapo uweze kuzifahamu, ili uweze kufahamu kama ulipitwa ama hukupata hizo details, basi uweze kufahamu machache tu kwenye ratiba. Basi nikwambie ratiba ambavyo inaanza kwenye Disemba 3
mechi za mapema kabisa itakuwa ni Tabora United ambayo kwa sasa ni TRA United. Wao watakuwa na Simba pale Ali Hassan Mwinyi Tabora. Hiyo itakuwa saa 10 katika tarehe ya 3 ya mwezi Disemba. Ni mechi ya kwanza baada ya ligi kurejea kwenye mwezi Disemba. Lakini Disemba 3 Azam na Singida Black Stars, moja ya mechi nzuri ambazo zinapigwa Azam Complex tarehe nazungumzia tarehe hiyo ambayo imepangwa tarehe ya 3 vile vile. Lakini mechi nyingine itakuwa Tanzania Prisons na Yanga katika tarehe ya 2 ya mwezi Disemba. Hii itakuwa away, Yanga itakuwa away pale Sokoine Mbeya. Kwa kutakuwa na mambo kama hayo. Baadaye tutapisha tarehe 5 ambapo itakuwa ni siku mahususi kwa ajili ya kuhakikisha tunatazama tuzo za mchezaji bora, tuzo za beki bora, tuzo za mfungaji bora zikitolewa na ligi kuu ya kandanda Tanzania bara za msimu 2024-25. Tutaziona hapo. Miongoni mwa ratiba nzuri ni hizo, lakini baada ya hapo ni kukumbusha ratiba nyingine ambayo itavuta hisia za watu, hasa ni ratiba kwa mfano mechi ya Simba dhidi ya Azam. Hii itakuwa tarehe 6 mwezi wa 12. Miongoni mwa mechi ambazo zitasubiriwa kwa hamu sana. Lakini miongoni mwa mechi zingine ambazo zitavuta hisia kubwa ni kutazama mechi ya angalia Azam na TRA United ambayo nayo pia ni moja ya mechi nzuri ambayo mtu unaweza kukaa kwenye TV, ukakaa uwanjani ukaangalia kabumbu lenye ladha haswa ambayo inatakikana. Kwenye kick-off tunaweka nukta hapo, mtazamaji wa Kemgongo TV, ni kuambia kwamba yale ambayo tumeyatazama ama tuliyafumbata ni kuhusiana na ratiba, na ratiba tumeipitia kwa uzuri, hasa tukiangazia Simba na Yanga dabi kusogezwa mbele inaathiri vipi. Tumetazama hapa na mwenzangu Tamia. Kwa sasa moja kwa moja tunavaa jezi